Mapema jana zaidi ya watu 200 waliachiliwa huru katika mahakama mbalimbali nchini kutokana na kesi za uhaini zilizokuwa zikiwakabili, huku mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP akisema kuwa hana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi yao. Kuachiwa kwa watuhumiwa hao kunakuja baada ya siku 15 kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo alihutubia bunge la 13 na kuelekeza kusamehewa kwa vijana waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo. Studioni hapa naungana na wakili Paul Kisabo kutokea Muungano wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania THRDC, tukiangazia uelewa mpana wa kisheria kuhusiana na mashtaka ya uhaini kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Wakili, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kama sikusikii vizuri. Haunisikii? Hapo unyama. Unisogee kabisa. Tuanzie kwanza kwenye maana halisi ya uhaini. Kosa la uhaini, ukiambiwa kwamba umeshtakiwa ama unatuhumiwa kwa uhaini, maana yake ni? Asante ndugu mwandishi wa habari. Uhaini, kwanza ni vyema watu wafahamu kwamba uhaini ndio kosa kubwa kuliko makosa yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hili limeelezwa kwenye ibara 28, ibara ndogo ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ambapo katiba imesema kwamba uhaini ndio itakuwa kosa kubwa kuliko makosa yote katika jamhuri. Lakini uhaini umetafsiriwa sasa kwenye kanuni ya adhabu sura ya 16, ambacho kwenye kifungu cha 39 kimeelezea kwamba uhaini kimeainisha matendo fulani kwamba mtu akiyatenda hayo anakuwa amefanya kosa la uhaini. Matendo yapi hayo, Kisabo? Yes, ndo nakuja hapo sasa. Ukianza hiyo kifungu cha 39 kimeelezea moja matendo hayo, mfano kumuua rais, kupanga kumuua rais, lakini pia kumuondoa rais kwa njia ambazo sio halali, njia ambazo sio za kisheria, kumuondoa madarakani, kupindua serikali ya Jamhuri ya Muungano. Lakini pia sasa hivi kifungu maarufu ambacho kinatumika sana kwenye hizi kesi nyingi, hata hizi ambazo zinaendelea, ni kifungu cha 39 kifungu kidogo cha 2D. Kifungu hiki kimeelezea matendo hayo ya uhaini, kinasema kwamba ni kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano, bunge la Jamhuri ya Muungano au mahakama ya Jamhuri ya Muungano. Na sio tu kuishia kutishia, lakini kifungu kinaenda mbele, kinasema na kubainisha hivyo vitisho kupitia machapisho au kuchapisha au kupitia matendo ya kuonyesha sasa hiyo nia ya kudhihirisha au ya kutenda hiyo nia ya kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano au bunge la Jamhuri ya Muungano au mahakama ya Jamhuri ya Muungano. Hicho kifungu cha 39 2D cha kanuni ya adhabu. Sasa hivi ambavyo nimevitaja hivi ndo vitendo ambavyo vimeainishwa na sheria vinaweza kumpelekea mtu kushtakiwa au kupatikana na hatia ya uhaini. Lakini pia labda kuungana vitendo vingine ni kuungana na maadui wa Jamhuri ya Muungano ambao wanaishambulia au kuwasaidia maadui au kujiunga na jeshi ambao inapindua serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ukiungana nao au ukifanya vitendo vya kuwasaidia, ni viashiria, ni element, ni vigezo vya ambavyo vimewekwa kwenye kanuni ya adhabu kuhusiana na kosa la uhaini. So hivyo ndio vitu ambavyo vimeainishwa kwenye sheria, kwa vinaunganisha, inakuwa tendo la nini? Inakuwa kosa la uhaini. Na labda ukishapelekwa mahakamani, shitaka la uhaini lina muda maalumu ambao umepangwa kusikilizwa kabla ya mshtakiwa kuhukumiwa? Kwanza naomba hapo nifafanue kitu kimoja. Kwenye makosa makubwa ikiwemo kosa la uhaini, sababu ni moja ya makosa makubwa, lakini uhaini ndio kosa kubwa kuliko yote. Kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, makosa aina hii, mtu akikamatwa akiwa na tuhuma hizo, kwanza anapelekwa kwenye mahakama ya ukabidhi. Kwa lugha ya Kiingereza au ya kitaalamu tunasema ni committal court. Kwa anapelekwa kwenye mahakama ambayo haina mamlaka ya kusikiliza lile kosa.
na ndio maana kwa mfano kama Dar es Salaam unaona unapelekwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Maeneo mengine unapelekwa kwenye mahakama za hakimu mkazi zipo kwenye maeneo mahakama ya wilaya. Na akienda pale sasa kwenye ile mahakama ya ukabidhi, mchakato unafanyika wa ukabidhi au committal proceeding tunasema, ambapo jamhuri kwa sababu ndio wanaoshtaki wanapaswa kuieleza mahakama kuhusiana na masuala ya upelelezi, kuandaa ushahidi. wa kisha kamilisha sasa wanapeleka taarifa mahakama kuu. Taarifa kwa lugha ya kisheria ni information inaitwa, au kwa lugha nyepesi ni hati ya mashtaka. Kwa hiyo wanapeleka taarifa mahakama kuu, kisha iwasilisha kule mahakama kuu, wanarudi sasa kuitaarifu mahakama ya ukabidhi kwamba tumeshakamilisha upelelezi na tumeshawasilisha taarifa mahakama kuu, sasa tuko tayari kwa ajili ya kusikilizwa hii kesi. Kwa hiyo siku ya kwanza mtuhumiwa anapofikishwa mahakamani, akishasomewa tunasema ile hati ya mashtaka pale inaitwa preliminary inquiry. Akishasomewa zile tuhuma zake ambazo zinamkabili, mahakama inamwambia hii sio mahakama yako, maneno hayo yameandikwa kwenye sheria. Hii sio mahakama yako, hautakiwi kujibu chochote. Kwa hiyo hata hakimu amuulize mtu ni kweli au sio kweli. Umeshaona makosa mengine haya madogo madogo, kwa mtu anaulizwa ni kweli au sio kweli, lakini pale anakuwa mtuhumiwa hana haki ya kujibu kitu chochote kwa sababu ile mahakama sio ya kwake. Haina mamlaka kusikiliza hilo shauri. Sasa hiyo sheria tulionayo, lakini kwa maoni yangu nadhani hiyo sheria ni mbovu, kwa sababu katika kanuni za upelelezi wa makosa ya jinai inapaswa kwanza upeleleze, upate ushahidi wako, ujiridhishe, then kamate mtu, fungulie mashtaka. Kwa hiyo itakiwa moja kwa moja mtu apeleke mahakama yenye mamlaka kusikiliza, mboni mahakama kwa kasikilizwe, then mahakama iamue kama kuna ana hatia au hana hatia na vinginevyo. Lakini huu utaratibu wa ukabidhi huu hauko sawa. Kwa sisi ambao ni watetezi wa haki za binadamu hauko sawa, na tumekuwa tukipigia kelele sana hii sheria kwa sababu inakiuka misingi ya haki za binadamu, inakiuka haki za mtuhumiwa. Kwa sababu mtuhumiwa inapelekea watu wanakaa mfano muda mrefu, anaweza kukaa bila hata kesi yake kusikilizwa. Anaambiwa upelelezi hujakamilika, upelelezi hujakamilika, upelelezi hujakamilika. Kwa hiyo ni changamoto hiyo sheria. Kwa hiyo ni sheria ambayo inahitaji kufanywa marekebisho na inapaswa kuondolewa kabisa. Ndio. Kwa mfano ukisema labda Imani anashukiwa kuwa muhaini, wakisubiri mpaka upelelezi ukakamilika kabla hawajanikamata, sinaweza nikatekeleza kile ambacho nilitaka kutekeleza? Sasa umeuliza swali zuri sana. Sasa kwenye upelelezi, yani unajua ukiwa mpelelezi inabidi ujue kwamba kuna hiki na kile na kile fulani amepanga kukifanya au amekifanya au anataka kukifanya. Umenielewa? Hauwezi kuwa professional mpelelezi ukawa hujui kitu mpaka kinatendeka. Umenielewa? Kwa hiyo tunaongelea taaluma hapa, tunaongelea professional. Umeona? Kwa hiyo huwezi kuwa mpelelezi ambaye kweli ni mpelelezi kama ni mpelelezi alafu kitu kinafanyika, kinatendeka, mtu anapanga, anafanya na nini, unakuwa hujui. Utakuwa sio mpelelezi ambaye umeiva kitaaluma. Kwa hiyo ndio maana ya kuitwa mpelelezi. Kwa hiyo inatakiwa mtu afahamu kwamba hiki na hiki kimepangwa kufanyika. Ndio maana ya kuwa upelelezi ni taaluma kama ya kwako ya uandishi wa habari. Kabisa. Oh, yes. Na huko ningeshindwa bwana. Na kwa hiyo mapendekezo ambayo unatoa Kisabo, unadhani ingeharakisha kiasi gani na upatikanaji wa haki wa mapema tofauti na hivi ilivyo sasa? Kuharakisha kama ambavyo nimesema. Uchunguzi kwanza, upelelezi utakiwa ufanyike kabla mtu hajakamatwa. Ili kusudi mtu anapokuwa anakamatwa, sawa? Akishapelekwa mahakamani akasikilizwe, kwa sababu mahakama ndio chombo cha mwisho kwenye masuala ya utoaji haki. Mahakama itoe uamuzi kulingana na tuhuma ambazo mtu zinamkabili. Hii inarahisisha, kwanza inatoa haki ya mtu kusikilizwa kwa wakati, lakini pia anapata na ule uamuzi kwa wakati, anajua hatima yake kwa wakati, kuliko hii ya kupelekana kwenye mahakama za ukabidhi. Mtu anakaa muda mrefu, anaambiwa upelelezi hujakamilika, upelelezi hujakamilika. Kwa hiyo haki ili iwahi kutendeka, kama ni upelelezi ufanyike mapema na kabla mtu hajakamatwa. Upelelezi ukamilika, watu wanajiridhisha, wanakuwa kweli na ushahidi ambao umejitosheleza, then kesi inafunguliwa, na ikishafunguliwa inaanza kusikilizwa kama ambavyo
Nafahamu kwamba mnakuwa mnapeleka mapendekezo kama haya kama watetezi wa haki za binadamu. Mnakuwa mnajibiwa nini kwa mapendekezo kama haya ambayo yanaonekana yanatija na yana shikilia ile pindo ya kutaka haki za binadamu zilindwe hata kama mtu ana makosa? Mapendekezo kwenye hizi sheria, kwa sababu hapa tunazungumzia sheria, pale ambapo kwa mfano kuna miswada labda ya marekebisho mbalimbali ya sheria, huwa tunawasilisha bungeni. Tunafahamu kwamba bunge ndio lenye mamlaka kutunga sheria kwa mujibu wa katiba na sheria zetu. Kwa hiyo pale ambapo kuna mswada, tumekuwa tunapeleka mapendekezo kwenye sheria mbalimbali ambazo huwa zinatungwa. Yes. Na majibu yanakuwa vipi? Majibu sasa imekuwa ni changamoto kwa sababu mapendekezo mengi unakuta hayachukuliwi, hayatekelezwi. Kwa hiyo ndio maana tuna sheria kama hizi mbovu. Wakati sheria inatungwa, kama mapendekezo yangekubaliwa, kusingekuwa na vifungu vya namna hii vya mwenendo wa ukabidhi. Kwa sababu manake ni nini ikiwa mnapeleka na hakuna mabadiliko yoyote? Manake ni kwamba sisi tunaendelea kupush kwa ajili ya mabadiliko kwa njia ambazo ni za kisheria. Kwa mfano, kufungua kesi kupinga vifungu ambavyo vinakinzana aidha na katiba au ni vifungu ambavyo haviko sawa, vinakinzana labda na mikataba mbalimbali ya kimataifa, ya kikanda, ya kimataifa ambayo ni ya haki za binadamu. Na tumefanya hivyo kwenye maeneo mengi. Mfano kwenye Media Services Act tumefanya hivyo, na sheria nyingine tumekuwa tukifungua kesi mbalimbali zenye maslahi kwa umma kwa ajili ya kupinga sheria ambazo zinakiuka aidha katiba au zinakiuka mikataba mbalimbali ya haki za binadamu ambayo Tanzania pia imeridhia. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha kwamba tunapata mabadiliko ambayo kimsingi yanahitajika katika misingi ya haki za binadamu. Huwa inachukua muda gani mkipeleka hatua ya mbele? Mapendekezo mmepeleka labda hajafanywa kazi na mkafungua kesi. Kuna kesi zozote ambazo mmeshafungua na zikachakatwa na baadaye zile sheria zikatekelezwa ama zikatungwa kutokana na mapendekezo ambayo mmepeleka? Kuchukua muda, mswada unapokuwa umeandaliwa na kuwa umeshasomwa bungeni na wadau kuitwa au kukaribishwa kwa ajili ya kupeleka maoni yao. Wadau huwa tunapeleka maoni, mawakili tunapeleka, asasi za kiraia zinapeleka, na watu huwa wanapeleka. Sasa baada ya mswada kupitishwa sasa kuwa sheria na kusainiwa na rais, baada ukishachapishwa, sawa, sheria ikishatungwa, baada hapo sasa sisi huwa tunafanya uchambuzi, tunaangalia kwenye hiyo sheria, je, mapendekezo ambayo tuyapeleka yamezingatiwa? Kama hajazingatiwa tufanye nini? Ndio hiyo sasa inapelekea tunafungua kesi. Kwa mfano, mwaka 2016 wakati sheria ya huduma ya vyombo vya habari inatungwa, tulipeleka mapendekezo hayakuzingatiwa, na ndio maana baada ya ile sheria kutungwa tulifungua kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki na tulishinda, ambapo tulipinga vifungu 16 vya sheria ya huduma za habari, lakini tulishinda na mahakama ilitoa amri kwamba vifungu 12 vibadilishwe kwa ajili ya ili viendane na mkataba ulioanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia mkataba wa African Charter on Human and People's Rights na mikataba mingine, mfano mkataba wa haki za kiraia na za kisiasa wa mwaka 1966, ambao hii ni mikataba muhimu sana kwenye masuala ya haki za binadamu, pamoja na tamko la dunia kuhusiana na haki za binadamu la mwaka 1948. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo, na kesi zingine nyingi pia vimerekebishwa hivyo vifungu kwenye kama ambavyo mahakama iliagiza vifungu vyote virekebishwe, vibadilishwe, bado havijabadilishwa. Kwa hiyo lakini uamuzi upo. Uzuri kwamba uamuzi upo, na sisi kama mawakili tunaendelea kutafakari nini cha kufanya ili kuhakikisha kwamba ule uamuzi unatekelezwa, kwa sababu uamuzi wa mahakama hautolewi kama zawadi. Unastahili kutekelezwa, lakini pia ni kanuni ya wazi tu ya kisheria kwamba uamuzi wa mahakama unapaswa kutekelezwa na serikali inapaswa kuheshimu na kutekeleza huo uamuzi, kwa sababu ni uamuzi wa mahakama ambao wote tumekubaliana kwamba ukiwa na changamoto inabidi twende mahakamani tukadai haki. Yes. Wakati najifunza media law pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam,
mwalimu wetu wa sheria alituambia msemo fulani maarufu kwamba ignorance of the law is not an excuse. Kuto kujua sheria sio jambo la kwamba sio kinga ya kuto kuhukumiwa. Yes. Kwa muktadha huu Kisabo, jamii inatakiwa kuelewa nini linapokuja suala la kesi kama ya uhaini? Inapokuja suala la kesi kama ya uhaini, jamii kwanza inapaswa ielewe uhaini ni nini, kama ambavyo nimefafanua hapa. Lakini pia jamii kishaelewa inapaswa kupima sasa. Ikitokea mtu ameshtakiwa kweli kwa tuhuma za uhaini, jamii inapaswa kupima, je, hivi kweli kwenye hizi tuhuma kweli kuna uhaini hapo au hamna uhaini? Kwa jamii inapaswa kuelewa maana ya uhaini, na ikitokea mtu ameshtakiwa kwa tuhuma za uhaini, jamii ifanye assessment. Unajua jamii au umma ndio ni mahakama nzuri sana, kwa sababu inajua ukweli zaidi. Lakini pia umma ukishajua, manake hata kama ikitokea mtu katuhumiwa kwa hizo tuhuma za uhaini ameshtakiwa, jamii itaweza kufanya assessment, itaangalia, itasema hivi kweli kwenye haya mashtaka kuna uhaini kweli au hamna uhaini? Kwa hiyo jamii inapaswa kuelewa maana ya uhaini kama ambavyo nimefafanua. Lakini pia ni kama ambavyo nimesema, uhaini ni kosa kubwa sana. Ndio kosa kubwa kuliko yote. Katika Jamhuri ya Muungano. Adhabu yake ni kifo. Na hiyo imetajwa kwenye kifungu cha 39 cha kanuni ya adhabu. Nimewahi kusikia pia mnapinga kuhusiana na hii adhabu ya kifo, na hiyo ipo kidunia nzima kabisa, kwamba hii adhabu ya kifo inakiuka kabisa haki za binadamu. Hata kama mtu amekosa, adhabu ya kifo ni kinyume na haki za binadamu. Response yake imekuwa vipi, na labda kwa Tanzania tumefikia wapi? Kwa Tanzania bado adhabu ya kifo ipo. Kama ambavyo nimesema, hata kwenye kosa la uhaini mtu akipatikana na hatia, adhabu yake ni kifo. Kosa pia la kuua, adhabu yake ni kifo. Lakini adhabu hii sio sawa na hainakinzana kabisa na misingi ya haki za binadamu, kwa sababu uhai ni zawadi ambayo tunapewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndo anatupa hii zawadi ya uhai. Kwa hiyo kama Mungu ndo anayetupa, basi Mungu pekee ndo anastahili kuiondoa hii haki. Na ni kanuni ya kisheria ambayo iko wazi kwamba kitu kama wewe haujanipa, sawa, hauwezi ukaninyang'anya. Uhai nimepewa na Mwenyezi Mungu, kwa nini wewe uje uninyang'anye? Umeona? Kwa hiyo namna pia ya utekelezaji wa hii adhabu haiko sawa. Kwa hiyo inakiuka misingi ya haki za binadamu on the basis kwamba haki ya kuishi ni haki ya kila mtu, sawa, na hakuna mtu ambaye anapaswa kuiondoa hiyo haki kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo adhabu tunaendelea kutoa wito kwamba adhabu hii inapaswa kuondolewa kabisa katika nchi yetu, kwa sababu inakiuka misingi ya haki za binadamu, inakiuka haki ya kuishi, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuishi kabisa. Yes, kwa hiyo adhabu inapaswa kuondolewa kabisa kwenye sheria zetu. Sawa, Kisabo, asante sana. Tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi leo. Na nadhani yeyote aliyeko nyumbani amepata kuelewa uhaini ni nini, lakini muhimu sana kwenye kujua sheria ajue akifanya nini anatakiwa kushtakiwa vipi. Asante sana. Nakushukuru. Crown Media. Hapa ni nyumbani.